kaka msikilizaji wa Uwezo FM na wambo unakuwa ukitizamia vipindi vyake kila siku kunako Uwezo Media. Tunakukaribisha tena kuitegea sikio ama kufata kipindi iki Mystère d'Archives. Mystère d'Archives ni kipindi ambacho kinazungumzia kuhusu maswala fulani ya mila na jamii yetu ama jamii ya zamani kama tunavyosema katika lugha ya Kiswahili. Na kwa leo katika kipindi iki Mystère d'Archives ambao kwa utangazaji tunakuwa naye David Biadunia, tutazungumzia kuhusu abandon de compte kwa Kifaransa, manaki kusaulika ama kusaulika kwa hadithi na vitendawili kwa katika jamii zetu. Namna gani ilipelekea mila zetu zisipewe nafasi ya kipekee? Ndio mada ambao tutazungumzia, kusahau kueleza hizi hadithi ama kusaulika kwa hadithi na vitendawili. Namna gani vilipelekea zile mila zetu zisikue transmise ama tusizieleze watoto na wale ambao walikuwa wanafuatilia kwa makini mila kwetu. Christian Buzangu nilisema ndio jina langu. David Biadunia tunakuwa naye studio hapa msikilizaji, na wewe hapa nyumbani na kuhitaji tu utufate kwa makini ajili ya kuelewa namna gani mila zetu pia zilipata hii tunasema kwa lugha ya Kiswahili zilipata vinyume ama vinyume vilikuwa vya aina gani, sababu hadithi na vitendawili havikuwa tena vikielezwa vilivyo katika jamaa mbalimbali. Papa asante, tunakukaribisha tena katika kipindi hiki Mystère d'Archives. Nikisema kwa kifupi ya kuwa unakuwa moja watu ambao wanakuwa wakieleza hadithi na vitendawili ajili mila ya kabila mbalimbali isipotee hapa mjini Bukavu na katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa kweli ile kazi tunaifanya kwa kusaidia kwanza watu wote en general, paske ni vitu vyenye watu walisaulika. Lakini kwa majina naitwa Asani Lada Papa na Sada. Mbele tuanze ni wapi historique na kuaga na desturi ya kuambia watu kwanza mila ya zamani. Aliria lwazo mwana najirerekera lya ngombe. Abuno mwana afirombo kogali ya ngombe. Eri nae jirerekera lya ngombe. Mashiro ndo nshuzwe na nyiri. Mwishuku murerekera budufu. Kwa bandu baramubone. Kamureshuku Mungu. Yenyagasuka nyunda. Yenda era bishabubere. Ngai muchikebu ajire. Agayo yashiga yemubone biri kuli. Ni kusema kulikuwa mzee mmoja. Ule mzee aligonjosha mtoto sana. Ile ugonjosha mtoto sana akapenda aende katika asili ya zamani lia ngombe. Akafikiri lia ngombe njo ataweza kumsaidia mtoto yule apone. Lakini akaona mtoto anafia mikono ya lia ngombe. Kwa sababu katika mamila za asili washi walikuwa wakiabudu lia ngombe, warega wanaabudu kimbirigiti. Sasa ile mila pale yakafikiri kule ndo mtoto ataponea. Akaona mtoto anafia mikono ule lia ngombe. Njo akalia akasema, ningelijua kama lia ngombe hawezi akanisaidia nisingeenda kwake. Njo maana ile mashi nilimba, kwa sababu watu wote hawawezi wakasikia mashi. Asante sana Papa Asani Lada. Katika kipindi hiki kama nilikuwa nasema, tutazungumzia kuhusu kusipoeleza hadithi na vitendawili ndani ya jamii ilikuwa na vinyume kali. Lakini kwa kuingilia tu ama kwa kuanza kipindi hiki niseme ama nikuulize Papa Asani, nini njo chanzo kwa sasa ama hali kwa sasa ya hadithi na vitendawili katika jamii yetu ni gani? Nikisema vizuri, hadithi na vitendawili ilikuwa ni fundisho tangu zamani hadi sasa, kwa sababu ni vitu vyenye vilikuwa vinaelekeza watu namna ya kuishi. Wanakupatia ni mifano katika hadithi na vitendawili, ila inakusaidia kwa kujua lile tokeo lilitokea linaweza likakukuta na wewe unakuwa kama vile inakusaidia. Kwa mfano, hadithi njo eleza. Hadithi njo eleza. Kulikuwa zama za zamani mfalme umoja. Yule mfalme ni mtu alikuwa anazoea sana watu na kufuga. Akaenda kanunua mbwa. Aliponunua mbwa akanunua na pusi. Aliponunua mbwa na pusi akaweka vyote nyumbani kwake. Mbwa kazi yake ni kuchunga upango. Pusi kazi yake ni kula mapanya.
Siku moja kati ya hadisi yetu, hadisi njoo. Eleza. Hadisi njoo. Eleza. Mumashi wanasema sakwe lia. Ale, wakati ilipofika hapo mzee anakuwa na ile umbwa yake na pusi. Mzee anakaa, siku moja pusi na umbwa wakawa wanabishana. Kati yangu mimi na wewe mfalme anapenda nani? Umbwa akasema mimi ndo mfalme anapenda kwa sababu namchungaga. Pusi na akasema hapana, mfalme ananipenda juu mimi ndio ninachunga security ya mapanya yote, sikule chakula yake au kule vitu nyambe ovyo ovyo mapanya. Wakaenda ubishi. Pusi akasema basi wewe na mimi twende tulale kwa kitanda ya mfalme. Tukishalala katika kitanda ya mfalme, tuone mfalme sasa atakuja atapiga nani au atafukuza nani. Bote wawili wakasimama, wakaenda wakafika ukitanda mfalme, wakalala. Mfalme alipotoka kwenye alikwenda kutembelea, anafika kuupango, anakuta mbwa haiko, pusi haiko. Anaita mbwa gisi anaitaka, mbwa haonekani. Anaita pusi gisi anafanyaga, pusi haonekani. Hivi nani vifugo vyangu vimekwenda wapi? Mzee akasema acha. Kuingia chumbani kwake anakuta mbwa analala ukitanda na pusi analala ukitanda. Mzee akachukua fimbo pale kwanza piga mbwa. We, siku gani ushalala ukitanda? Siku gani ushalala? Mbwa akakimbia mpaka nje. Pusi akabakia ukitanda. Pusi anabaki ukitanda analala, anatoka pale anaenda saa nje anaambia mbwa nilikwambia. Mimi ndio mfalme anapendaga. Aone kesa alikuya tu alikufukuza we, mimi akaniacha. Njoo mimi nilibakia pale. Aone kama wewe unajivunaka lakini njoo ubishi. Ikafikia hadi wakaenda hata kwa kumashauri ya manyama wa chef kuwaambia wakatie ubishi, mbwa akashindwa. Inamaanisha nini? Wewe unaweza wazo huko kwa hii studio uwezo, wenye unafanyaga vyote wenjo numero 1 anapenda. Kumbe labda ule muona waza habapendi, ndio mwanapendewa. Wewe unajifikiria unapendewa, kumbe wewe haupendewi. Unaona mbwa alifikiri hivi yeno anachunga mfalme upango mwezi asikue mtu wote aruka kawaza yeye ndio chef. Mepusi akamwambia tizama sasa wewe na mimi banapenda nani? Mimi nalala na mfalme kwa kitanda na wewe unakimbizo na lala nje. Tangu pale ndio kwenye kulitokea ugomvi wa pusi na mbwa. Hawasikilizanaki. Wengine wanakuambia mbwe pusi za kizungu zinalala kwa kitanda. Zile ni za kizungu wanazifunza. Lakini tangu mila ya wababu, watu uliona mbwa analala kwenye kitanda. Lakini paka, njumu Kiswahili pusi njo paka. Paka ye mila yake, utake usipotaka mtakuwa mmelala ndani ya chumba, mnamsikia alishakuwa mblanketi. Njo mila yake. Papa Sani sijue na kwa kuendelesha kipindi chetu mimi najua kuna watazamaji wengi na wasikilizaji ambao wanahitaji kujua hadithi na vitendawili vimeanzia wapi? Chanzo ya hadithi na vitendawili ni wapi? Hadithi na vitendawili chanzo yake kabisa ni wazee. Kwa sababu ilikuwa kama vile zama za zamani, wazee walikuwa na desturi ya kukaa na watoto wako wanawapa mwelekezo wa maisha. Sasa wanakuta wale wazee, wale watoto bila kuwa na wazungumzia ile maadisi, wale watoto hawataelewa. Iko kama vile leo ukitoka hapo unafika kubushi. Haiko mashi tunazungumzo mcentreville, njoo kwa mwami banazungumza. Kwa mwami unaweza sikia wanakuambia agafaka ni ampiribuye polisire chumviri. Unajiuliza ndio kusema nini? Kuko gafani kapanya kamwa kanyamu kamwa kakunuka. Kale kapanya kakapita kulijio. Saka alipita kulijio, joka ikupita hako unaweza fanya hata mwezi unanawaka na huko unanuka tu. Sasa kakapita kulijio kasikia lijio haisemi. Kakaambia lijio atona nyamanza unasikia na wile mfuzi. Agafaka ni ampiribuye o ulisire chumviri. Sasa pale wazee kule kuasili, pale kwa ile pale kungombe pale. Sana ambia mwenzake vile. Mwenzake anasema nini? Haiko sawa na mashi hii tunazungumza. Kwa mzee ataambia mwenzake komenyiro kwa kabwa karera go kubiula mwa muzuke wa rulo aga mamvu alinka bengire. Unashukuru nje kusema. Imbwa iliterezaka kumayani kwa mfalme maani ya bitika. Kisha kasema huyu mfalme wataletea hii pombe iko sawa vile mwenyeko na bala. Kwa hiyo tutaanza anguka kumayani ya bitika. Pombe sasa ibataikunywa.
Tuseme kwa kifupi inamaanisha nini ile mfano pale? Kwa kifupi wale wazee wa zamani balikuwa wanaambia wenzao mu makode. Okay. Iko sawa vile mnaweza kuwa mko hapa kwa uwezo, mnasema jua Hassan Lada ni wa mpya, asiwe kama tuko na mteta. Mnakamata tu kode ya uwezo, iko na WZ nini, sasa Lada anafika na Z ndio maana niko naongea tu uwezo, kumbi deja nyie mwisha nitosha musije siye mko ndio wale baze. Unasikia? Hali kwa sasa ni gani ya hadithi na vitendawili hapa kwetu? Hali kwa sasa leo inaende napotea. Kwa sababu inapotea kwa juu ya nini? Baze au bashamuka au bababa habana tena ile mila ya zamani ya kukaa na majamaa. Unakuta baba kazi yake anashinda ni kuzunguka mpombe. Kuna mwingine hana hata wakati ya kuongea na mke wake, hana hata wakati ya kuongea na watoto na jamaa lake. Atawape ile mifano ya kusikia gaji. Sasa si ni watu tulizoea karibu ya wazee. Tate yangu alikuwa nafaa iko na lulanga. Ile lulanga sasa unaikala pale iko na kupatia ile mahadisi ya zamani. Ndio vikaingia mkichwa. Papa Lada, tuseme hata kwenye vijiji ama kwenye matarafa mbalimbali, eski ile system haikuwake tena? Ile system hauwezi kaikuta tena zaidi. Ile system ishende na haribisho. Unaona watu walijifunza wanasema kizungu. Kizungu labda inakuja haribisha mila ya zamani. Mtu unakuwa si mtu, unakuwa maana unaanza na vile mzungu anafanya ndio vya maajabu. Labda ukikuta kabisa hii simu hata kwetu kwa asili ilikuwa balikuwa naita simu mpove. Unasikia? Banaita kijiko lulimbu. Banaita leo tuko naita simu garera. Lakini ile materime yote ilikuwa juu ilikuwa, lakini sasa juu mzungu yana akili akaenda kavitengeneza vitu vizuri. Sasa kwa leo sisi vinapotea ni juu ya nini? Wewe hauna wakati ya kuzungumza na jamaa lako. Wewe kwanza mwaje yako haukusikiaka hadithi na vitendawili. Haujue ndo nini. Lakini hii mila tunapenda tena. Tuirudishe mu watu. Hata leo kuna nafasi nikikwambia hapa. Kuna mara nikisema hii hadithi na vitendawili kwenye radio napataga hata 5000 message, nashindwa hata kusalimia watu. Watu wanafurahi sana. Wanasema kijana pale ulitudanganya. Msema hapana. Kuja nikuoneshe kitabu. Tunafanya research. Tunakutana wazee wengine wa zamani anatupatia ile mfano na nimashi unajua unakumbuka. Ndio kwa maana ile mila tunaweza tukaambia watu kwa siku za leo. Ile mila inaomba watu wairudishe kwa sababu ilikuwa ni mafunzo kabisa ya kuelekeza amo mtu. Na tutarudilia je kuona tushakuwa na simu za mkononi, teknolojia inakuwa mingi, tutarudilia je kwa ni mbinu gani zitakazotumiwa ili turudilie ile mila ya zamani? Unaona sasa vile nyinyi vijana wa hizi siku katika tushakuwa teknolojia inaendelea. So unaona kama mnakuwa mnatuinvite kwenye maredio tupane yale yenye yako kichwani mwetu. Ni kujifunza kama vile mnapenda ile mila iwe tena, ni kujifunza pamoja na sisi. Tunaangalia kama kunaweza kuwa biblioteke mwa fulani, tunapana ile mahadisi, wanaandika. Ingine tunaona telefoni, tunaweza tukafanya grupe moja, tunasema hii ni grupe tu ya hadisi na vitendawili. Inakuwa naombewa, sasa vile si wenye tuko navyo kichwani, tunakuwa tunasukuma mle. Mtu mwatakuwa interese, anafuata. Ndio naona labda ingine inaweza katuma ile mila ikarudiana kwenye maredio zote, zisione kama ni vitu vya zamani. Ni mafunzo kabisa. Na Papa Hassan, tunatakiwa kujua hadithi na kusaulika kwa hadithi na vitendawili inakuwa na impact gani ama inakuwa na madhara gani kwenye utamaduni? Madhara yako mengi kwa sababu unaona hata ukitizama wa vijana wa zamani na wa leo inakuwa tofauti. Unakutana kijana anaanza vaa suruali anatia magoti, akishatia suruali magoti anaanza chukua kama anaona yeye ndio star, anaona kama vile papa ni vyenye vya zamani, tuko leo. So namwambia mtoto wangu hapana, dunia haiseme hivyo. Wazee walikuwa watuambia zamani asiyofunzwa na wazazi atafunzwa na dunia.
dunia hivi huko naenda ama mtoto wangu hapana. Sasa ile probleme namkuta sasa nyana kumbuka baba aliniambia. Twende mwadisi sasa. Parapora na hii kusaulika kwa kusaulika hadisi watu wanafanya vibaya. Ile hadisi unasikia ni hadisi maki kukuhadisia. Vitu vya kuona historia. Sasa vile tuko hapa. Kuna mtu hajawahi kufika mstiji ya Uwezo. Lakini mimi Lada si nimefika ndani. Sasa nafika kubarabara inageuka hadisi. Ewa nilikuwa mstiji ya Uwezo. Maki na shit unaweza kuwa hadisi. Basi hadisi hata nyinyi hapa. Eleza. Hadisi njoo. Eleza. Kulikuwa siku moja nilikuwa niko nyumbani, naona simu inalia, najiuliza ni simu ya nani? Nikakuta ni simu ya Papa Christian. Akaniambia wewe ndo naitwa Mzee Hasani Lada, mwenye kufanya hadisi na vitendawili kuma radio. Nikasema ndio mimi. Nina shurti na zima yako nikuone. Ni siku gani? Akaniambia ikiwa ukiwezekana uje siku ya Alhamisi hapa tuonane. Alhamisi ilifika, nikafika kwenye radio. Kufika kwenye radio nikakuta Papa Christian, nikakuta wa journalisti wote wanatakata vitu vyote hapa kwenye studio yao nzuri sana. Nikaona kama zingine studio zikiwa kama vile zinaenda mwenendo ya Uwezo. Antuka tunaweza kuwa napata soya bien, tunaweza kuwa tunapata labda tuseme tu wa journalisti wazuri wa kujipenda, wa journalisti wenye kujipodoa vizuri kama vile mimi naona mimi mweniko ndani. Antuka vraiment ikawa ni hadisi na vitendawili. Asante. Asante msikilizaji wa Uwezo FM, tunapatikana katika kipindi Mystère d'Archives. Kama unasikia Papa Hasani Lada ni mzee ambaye anakuwa akieleza hadithi hizi na vitendawili, namna kupelekea mila ya sipote, namna kusaidia mila ya kwetu iweze kudumuisha tena katika kabila mbalimbali na tuweze kuelezea watoto wetu. Papa Hasani, tunaendelea katika kipindi hiki. Ulisema mila ilipotea sababu wazazi hawana tena ile tabia ya kusumulia katika nyumba na kusumulia na watoto. Tunaona inakuwa sasa teknolojia ndio inakuwa ikipewa nafasi ya mbele ama ya kipekee na hadisi azipewe tena nafasi. Sasa wewe kama mmoja wale ambao wanakuwa wakifuatilia kwa makini ama wakifuatilia jambo hili la hadisi na vitendawili, aone kama kwenye mashule mbalimbali hawakusaidia pia watoto kufahamu na kujua pia hadithi zetu? Unaona ile nayo unanikumbusha nao hata kwenye mashule wale wenye mashule na walimu wangelikuwa hata na ile vipindi ya kupanda ile mahadisi, kwa sababu zile hadisi niko na kata zamani kwenye shule nilikuwa nakuwa wa kwanza kwenye zile hadisi. Unasikia? Nilikuwa na hadisi moja ilibakiaga jina yangu, kila kolegi akiniona ananitaga ile jina. Bwana Makame hayuko. Alienda wapi? Alienda kuniwindia tunjwinjwi. Sasa tuko watoto, niko nasoma école primaire mu 3e primaire hivi 4e kuepe Nyamugu. Nilikuwa na kata ile hadisi sana. Sasa kila kolege wote tulisoma naye akiniona tu Bwana Makame ananiita Bwana Makame. Sasa wakati ananiita vile ni kutokana na ile hadisi yenye nilikuwa nikikata ya Bwana Makame. Sasa kwenye shule ile vipindi nao wameshaipoteza. Sasa vile leo nakutana kwenye mashule mengi wanaambia watoto gymnastique, wanawapa alama, wanawaambia wafanye dessin au show, wanawapa alama. Kwa nini hadisi nayo na ile vitendawili haiwezi karudia kwenye mashule zote? Watoto wawe kama vile wenye kuwa tena na kumbukumbu. Labda mtoto atarudia kwenye baba yake iko anamuuliza, papa, monsieur wetu au madame wetu aliniambia nikate hadisi. Mimi siwegi si ukata hadisi. Labda hata hivi vipindi ya hadisi na vitendawili itaanza kuwa nafuatiwa sana kwenye maredio. Sasa tuko tunazisema. Watu wakisha kuambia ile ni mila ya zamani, haiko mila ya sasa. Deja banaenda napoteza ile mila.
Kuna mtoto unaweza kumwambia bwana kijana mbele uoe tizama kwanza famiona papa vyenyu vya zamani vile nayo inakuwa na hadisi hayo mali hadisi nayo inakuwa na hadisi ya mbele uoe yote ni mahadisi na niko na hadisi unasikia kwa sababu zamani njoo ile hadisi unaniuliza zamani baba alikuwa anatafuta nyumba gani ataoea ndani yenye wewe utaoea ndani wa mtoto wake. Ukimwambia tu papa nilienda kwa mshure anaangalia parcours yote ya mshure anasema amwa mshure haragarenga mkazi. Zamani walikuwa na proverbe mumashi walikuwa nazoea sema nyambwe ararenga ko chibwana. Inamaanisha nyambwe ni kaimbwa kama kale kanakuwa na bumasikio bwa mrefu. Ararenga hatokake yako chibwana kitoto. Juu kikamata tu kitoto kyake unaenda unakifuga kunyumba. Si unawaza unabeba imbo. Sana komala. Anarudia tena kanarukimbilia tena mpori. Sasa sawa babako anayua desturi ya mwaile jamaa. Sawa unatanza mwambia ndaoa mtoto wa balola. Au ndaoa mtoto wa fungo. Au ndaoa mtoto wa nani wa inosa. Anaangalia ile parcours ya mule anasema hapana. Kurengera mira tangia zamani mwele nyumba baba na mama ilikuwa tu ni fujo. Sasa sawa unaenda beba sasa mtoto si unaleta make nao ni fujo nao ni fujo tu naleta unaona ile zamani. Sasa leo bajeni sawa unaanza mwambia akamwambia papa na bila vyenyu ilikuwa vya zamani hautanichagulia. Sasa mtoto wangu tembea uone. Sawa unaoa ule mwanamke anaanza kupigia mnyumba njoo nakumbuka sasa baba alikataza. Papa Saneski haiko problème aussi ya bazazi de notre côté benye habapendi bainisie batoto yabo muile ma histoire ya zamani habapendi baoneshe njia ambazo wanatakiwa kutembea ndani. Mara mingi mzazi wote mwaliishi na bashamuka anaoneshaka mtoto. Lakini batoto betuko nazala ko difference entre mtoto mwanazaliwa mu centre ville na mwanatoka kwa asili. Na uangalie kila siku utakuwa kutana gouverneur unasikia alitokea hivi gouverneur musitade wa centre ville hata kwa vile au yabionaka utasikia ile hitoto ilikuwa naendaka na sachet inaenda kwa masomo na makae njoo iko na maximize mule masomo kushinda musita si bose mbaba iko na franga. Unaona ule mtoto wa kutoka kwa asili tushapata ba gouverneur ngapi Bachishambo Nyangezi sijue ba Purusi sijue ba Claude Nyamugabo kasi ushasikia mu centre ville hata kuwaka jo mu centre ville yana mimi na yua vyote. Na est-ce que hakuna façon ingine bazazi bateza recadrer ama ku kamata bale batoto babatie aussi mu ma centre par exemple ama baengager batu benye batakona basaidia ku ile histoire ya madisi parce que ku expliquer unaonesha kama ni kitu moja ya maana sana kwenye mila zetu. Unajua hata bafanye vile ndio inaweza kuwa msaada mwile masantre, lakini mara mingi muzazi ba mingi nabo biko na maerere. Parce que le maerere habana ile temps. Kuko muzazi mwanafika mu nyumba 0h. Kuko muzazi mwanafika mu nyumba 23h. Mtoto aisha lala. Hata devoir balimpa kwa masomo, mbele umsaidie ni asubuhi. Ule mtoto tampatiaka hadisi yake. Japo wale wazee mwaya jenyu muko. Kuko mnezo ona kanyumba kamoya ke banajenga na bukere imayani. Unashangaa. Ile ndio banitaka ngombe. Juu kuko musonge, banda musonge na ngombe. Hile ngombe ndio bazee walikuwa nafaa banajenga kunjie. Kila bibi yake anatia chakula mule. Anatia chakula mule. Bakupita banakia banajisikilia bonjala banaingia mule banakula banaenda. Sasa banakia se mizimu ilikula. Ukwasikia? Sasa leo mwa centre ville bako nauza 4 metres sur 4, 6 metres sur 6 utatie ile ngombe wapi? Me mtoto wa asili wa Kabare kule kwao nganaona ile ngombe. Magharibi banampa chakula na bibi baba yake mule. Sawa? Baba nekala mula we mwana wani. Kwa manyiro kuigululio sire. Anaanza mupatia maadisi. Anaanza mupatia maadisi.
igululi lisilo kura kaka agenda duba ukagenda pole dunia nasema ende pole usiende mbio juu anapata fasi mesai mtoto alienda kuchile aenda sijue wapi kutreze maki vile vitu vya staff au ataiwa hadisi kule wapi. Tuseme kabla Christian onge acha kwanza utuambie papa Hasani. Hadisi inafanyika tu Mungombe ama kwa nafasi za nyingi? Hadisi inafanyika ni mubaraza. Baraza utaweza kwa haiko pale Kungombe, kuko kabaraza fulani we mwako kuko baba anayua kama hapa niko na kadri ya kuikala na watoto yangu. Sasa vile tunikala basi tuko na hadisi. Tuseme uko na nyumba yenye na mtoto haikale msalo. Mtoto akitapita uko vie mesha. Maki ni kufunga kasura tu naandika saote 3. Mtoto hana hata saa kujiexprimer mbele yako. Ile hadisi utamwambia kayo. Lakini kama kuko kadre ya kuikala, tuongee mtoto nao msikie. Unaweza mwambia hivi uko nasema mumine saa tele nilionaka mzee mwana enda kumai bikakuwa hivi. Kwa tukubushi wanasema omwana murengo araliantanda mugikulu. Mtoto mkatazi hakulaki chakula mzee. Mwana Isha mtoto kuye atate sipendi yangu. Mwana Isha ngurume okuluishi kiani kutume kumai hapana. Mekako ya maele inaenda Isha siki. Inafika pale wanaipatia katoto inakiana leta katoto. Sasa inafika unasikia tatese olole halo kugahala pale kukahala. Olole isa aniri ya hali ubuntu. Mtoto anafika sana gusa na kutana kuko kabugali na hinyama. Mtoto anazibula. Ile ilikatala anasikia kumwili. Ndio wakasema mwana murengu araliantanda ya mugi. Asante papa Hasani Lada, kabla tujaenda kuhitimisha kipindi hiki tutakuachia nafasi kutufanyia hadisi mbili na kitendawili moja baadaye tunarudi. Sawa. Hadisi njoo hadisi ya mababu. Njoo hadisi ya mababu. Na zama za zamani palikuwa mfalme. Ule mfalme alikuwa kujipenda sana. Lakini ile kujipenda sana akazaa mtoto. Ile kuzaa mtoto, ule mtoto wake akasema, baba, mimi naona mimi nizapenda niende kutafuta ujuzi fulani. Babake akamwambia mtoto wangu uende kule lakini uangalie gisi utafanya. Mtoto ule akaenda, alipoenda mtoto ule akafika kule. Kufika kule akapenda binti. Akaja analeta binti kwao. Alipofikisha binti kwao, anaikala. Inafika usiku, bibi anaambia bwana, mimi nasikia choo. Bwanake anasema sushuke kukitanda, uende faa choo. Bibi anamwambia, ntalabari jondo kabuyenge, wene walinkobola kabuyenge, taye walinkobola kabuyenge. Sitakanyaga chini kabuyenge, onjo likiani oa kabuyenge, hakuna malendani oa kabuyenge. Akashtuka, hautakanyaga chini. Bwana akanyangula, akabeba mpo. Sana bibi anamaliza facho anarudisha kukitanda. Unakucha asubuhi, bibi anaambia bwana anaambia bibi yangu, sushuke basi ukitana nitayarisha hata chai. Anamwambia, ntalabari jondo kabuyenge, wene walinkobola kabuyenge, ntaye walinkobola kabuyenge, ni mwali wanano kabuyenge. Bwana anashuka. Anaenda pika anatayarisha chai, analeta, bibi anakunywa. Akafaa vile hata desmen. Akaenda. Kufika akaenda akaambia babake, baba, kule kulitumaka nende nitafute ujuzi. Nilipenda mwanamke umoja. Ule mwanamke nikakia naye. Sasa nilikia naye. Mimi nashangala. Sio kama kisi wengine wanamke wanakuaka. Bibi yangu anasema anasikia choo. Nikamwambia ashuke ukitanda ende mcho. Ananiambia sasa hata kanyaga chini. Mimi njo nienda muoa. Yeye ni mtoto wa mfalme. Hakuna kisi anaweza kanyaga chini. Nikimwambia ashuke chini anitayarishie chai. Ase hawezi shuka chini mpaka yeye njo mimi njo niende nitayarishe chai.
Njoo baba akamwambia mtoto wangu, tembea uone, nilikwambiaka ile mila nilikuwa na kufunza ya kuambia hadithi za zamani. Haupashe owea, nyumba ni nyumba, nyambwe ararenga kochi bwana. Manake ule mtoto monaleta, ule haiko mwanamuke. Nikimzimungala haiko mwanamuke. Sali maliza vile kambia baba nifanya asikamata tena kisule leta bibi yako. Uende umrudishe kule kwenye ulimtoshaka. Bwana anarudia anafika mchumba na kuta kitanda mwanamke yako wake. Tafuta fasi yote anakosa mwanamke. Anarudia anaenda kwenye mama babake iko. Baba mbole mwanamke simuone. Anambia nilikwambia ni ule hakuwa mwanamke, ule ilikuwa kizimungala. Hadithi yangu ikaishia pale. Asante papa Asani. Na kitendawili sasa. Kitendawili. Tutachia wasikilizaji watupe majibu. Kitendawili. Tega. Tulizaliwa batano mwetu. Tukiingia mwele mlango ya Uwezo FM, tunaingia shiwote batano. Metu manake tukitoka tena tunatoka tu tuko batano. Ni nini? Rudilia kitendawili papa. Kitendawili. Tega. Tulizaliwa tuko batano mwetu. Kuingia mwele mlango ya kuingia mwetu, tunaingia kesi tuko batano. Na tukitoka ifo tutoke tu tuko batano. Ni nini? Ni kitendawili kwa wasikilizaji wetu, mimi nawaza watatupa jibu sio ile Christian. Watatupatia majibu kwa kucomment tu. Kama uko na jibu unaandika tu wakati unafuata kipindi hiki Mystère d'Archives. Alafu tunaenda tukimaliza papa Asani. Mila zetu kabisa zilikuwa impacté. Na mpaka sai imeonekana kuwa kuvalorize mila za kwetu imekuwa shida kubwa. Nini ifanyike ili tuvalorize mila zetu kupitia hadithi na vitendawili? Unaona sisi, mimi nasikia jina kwanza Uwezo Media, ile Uwezo maana wanajiweza. Lakosi haiko njoo. Unaona sisi tuko hapa, tuko basani penye tunayua kazi. Lakini tunakosa wale watu wa promouvoir ile usanii wa kwetu. Kama vile mmeshasikia ndani ya kichwa changu mna mambo mengi na Uwezo iko pale, mnaisumetre tu kwa mkuu, tunaikaa tuko ungali jeune uko jeune, quelque soit age yangu niko mkubwa kwenyu labda, lakini tunaweza tukakaa, tunafaa biblioteki kitabu mwa fulani yenye tunaweza andika hii maneno iko mkichwa, tunaipanga vizuri na inaweza kauzikana. Tunaangalia gisi tutaambia watu kama hata masomo bale yuko wanatafuta ile vitendawili ile mahadisi bakuji. Mimi nakwambia kweli, ndeza kwa tu niko hapa na hii studio ni kitendawili. Ndeza kwa niko hapa hii kaske ni kitendawili. Ndeza kwa niko hapa mavazi tunavala ni vitendawili. Haikuwa sema ni vitu nitafute. Hapana. Maana ndeza kwa niko hapa kutembea au pekee ni kitendawili. Sawa? Labda nikiwaza depuis tulianza ongea sina bike na papie, ni kichwa tu nje kuna mwaga. Na maneno niko nasema mwanawaza ni bongo, ndeza tafuta tu fasi nyingine sasa kuwazee na mimi najisaidia, lakini tukikaa tunaweza jaza kitabu. Papa Asani, na wewe binafsi namna gani unafanya ili upate kupatia valeur ile hadithi na vitendawili kwenye mila zetu? Mimi sana ni kwenye maredio. Uangalie kama vile natokea Kadutu mpaka hapa kwenye studio yetu kwa kuja tu kupana vile. Na kuja mimi mwenyewe ni wakati kwenye radio kunaweza kuwa watu maelfu wenye watasikia ile mila yetu na wanasikia. Hasina ingine kadri. Akose mwangu ndo watoto wangu tunakaaga sasa vile mimi nasema tunakuwa tunazungumza ile hadithi na vitendawili, lakini watu wa nje ni kwenye maredio. Na kuambia sasa ukifungua simu yangu kuko message ataze sisomaki juu ya wingi. Batu merci, batu asante pale, kuna wengine kaka na mimi ndakia kesho ni kati yangu karibu. Si hatukatae. Ukijikuta uko na hadithi, ukikuta uko na kitendawili, njoo hapa kwa Uwezo FM, useme hata mimi
hiyo usanii naielewa, pana kuogopa. Sasa tuongee hapa mjini Bukavu, kwa sababu kuna wengine ambao wanahitaji kujua hadithi na vitendawili. Wanatakiwa kufanya nini? Paske deja umesema ba mingi benye abaishi kule kuma interior, kuma village, abapataki wakati ya mingi ya kujua namna gani hadithi na vitendawili vinaendeka. Sasa huyo afanye namna gani? Ndio ule unasikia kisi tulisema, sasa vile tuko na radio yetu hapa. Sisi tunafanya tu valeur kama vile tunaandika kwenye magazeti. Tunaweza tukaandika kwenye magazeti. Tunaweza tukaandika kwenye vitabu mbalimbali na inawekewa muarshivi hapa kwetu na kuambia yoyote ule anaweza kuwa na bezo ya kusoma aje. Au tunaifanya mkadri zingine. Leo unaangalia usanii wa hapa benzetu wenye biko msantre vile benye wanafanya mapublicite ya mapombe, bakina Roi Jaja, bakina nani Kakebe, bakina nani, balianza ile usanii hao polepole, lakini kwa miaka inakuja inakuwa inapata valer. Sasa vile na sisi tunaweza tukasema tulipata mtu wa kutusaidia namna kuandika kwenye ile magazeti, tutaanza itaonekana kama vile tu watu wanazarome, kutafika mwisho watu hata watoto watakuwa na papa mimi napendele kipindi ya DC natenda. Kuna radio saa hizi, ile radio nafanyaga kwa ile kipindi watu hawalali. Kipindi naanza 21h30, watu wanaweka mai mubase juu ya kuchunga tu basikia hadithi. Kesho vendredi kuna hadithi natayarisha hapa Hama, sikuisema hapa. Hautupatia hata kwa hiyo ile party. Unaweza kutupatia hata kitu kidogo kwenye ile hadithi? Ile hadithi nikiwapa kidogo na kule kwenye ndaenda kama sasa ifurahishe deja ba auditeur yetu nao basikie ki Papa Hassan alikuwa kuwi. Ile hadithi Hama. Mimi nakwambia ni Hama, wewe watu watafurahi sana. Tusikilize kidogo Papa Hassan. Ile hadithi ni hadithi nzuri sana. Hapa zama za zamani kulikuwa mzee mmoja alikuwa ni muwindaji sana. Anawinda siku moja akaenda kaua chui. Alipoua chui, kufika nakuta chui kwenye mtego, chui iko nalia. Akaisikilia huruma kafungua ile chui. Alipofungua ile chui sasa ilitoka mtego, akamwambia mzee, mimi nasikia njaa. Na mimi na wewe tu njoo ndako. Acha tuachie. Na inakuwa na leson moral gani? Peut-être kwa wengine kuwasikilizaji peut-être na kucomprendre, tunajua haiko kila mtu ndio anaweza ka déchiffrer hadithi na vitendawili. Sasa kwa wale wenyewe wa kucomprendre, shauri ni gani mwele? Unaweza kusaidia mtu kesho anakugeuka. Wewe uko sote taximene, uko bajajiste, uko motare, unakuta mtu ndani ya njia, siacha nikusaidia. Unamvusha mtu. Unamgeuza mtu wa maana. Akusikia mbwa senga kimoto akatisa ebale, mbwa senga kisuvere bakatisa ebale, bako ngambo, mbwa moto liboso yako ganga, mbwa la kisi ezaleli naye hata wale wa misi wanaimba mifano maadisi. Sasa Papa Hassan, nani anahitajika kuwa anahitajika kukata hadithi na vitendawili? Kukata hadithi na vitendawili haitajike kusema mtu special, hata wewe unaweza kukata kama tu ile usanii ili kuingia. Kuna wale watu wenye wako tu na waliumbiwa hivyo. Leo musicien tunasikiaga anafanya haizoweza andika, ananunua njo parole, yeye naye parole hataweza imba. Tulikuwa na mzee wetu Kishasa, mzee Lutumba Simaro. Manyimbo zote Lwambo alikuwa anaimba, yeye alikuwa anaandika. Lakini hataweza imba Lwambo anaimba. Asante Papa Hassan Lada. Tunamaliza kipindi hiki Mystère d'Archives. Msikilizaji wangu, ilikuwa furaha kumpokea baba yetu Hassan Lada ambaye anakuwa mmoja wazee ambao wanaeleza hadithi na vitendawili vya mila mbalimbali, sio tu mila ya Washi ya Walega, mila mbalimbali anazieleza kupitia hadithi. Kwa kumaliza kipindi hiki, tutaomba Papa Hassan Lada atuage tu na hadithi kafupi juu ya umoja na amani kati ya jamii. Juu ya umoja na amani. Hadithi njoo. Eleza. Hadithi njoo. Eleza. Zamani palikuwa mzee mmoja. Ule mzee alikuwa ni mzee wa makali sana. Manake akifika mwaki, watoto wanaona kama ameshana ingi. Cha kushangaza, mtoto umoja ndani ya watoto wote
akapata shida barabarani. Akajiuliza, shida ile naweza nikaiambia baba namna gani? Akashindwa namna ataiambia baba, kwa kuona baba ni mkali sana. Akaenda akaiambia jirani. Jirani alipoisikia, jirani ndo akatoka akaenda ambia wazazi wa ule mtoto. Kumwambia wazazi wa ule mtoto shida ule mtoto alipata ni kama vile watoto wasichana. Anaweza kuwa labda alitembea vibaya akabeba mimba. Sio kubeba mimba ndio mwisho wa maisha au kufa, lakini anashindwa kuona ndani ya nyumba ile neno ataisema je, kutokana na baba ni mkali, mama ni mkali. Sasa ikafikia kwenye baba, kwa ukali aliokuwa nao, hata ule mama mwenye alikuja mwambia shida ya ule binti, ule mama akafukuzwa. Ni kwa mwisho ule mtoto akakimbia nyumba. Alipokimbia nyumba akaenda lelewa kwa mwingine binti kizee mmoja. Ule binti kizee alipolea ule mtoto akakomalisha na ule mtoto wake alibebaga mimba. Walipokomaa, Mungu akawapa maisha mazuri. Hii maisha hao baba alikuwa nayo mazuri, ikawa kama vile anakuwa maskini. Sasa iko maskini, hajue kama mwa ile ingine kijiji njoo binti wake iko. Anakwenda sana tembelea, anakuwa omba. Iko nenda naomba, anafika sababu milima haikutanani, lakini watu wanakutanana. Enda gonga mlango, anajikuta kwa ule binti wa kwake ndio anagonga mlango. Wakatuma mtu wa kazi akaenda akasema kuna maskini mmoja anaomba hapa, omba, sema mfunguli. Maskini alipofika ndani ya nyumba, tizama kwanza kiti alikali. Tizama kwanza gisi nyumba mtoto iko. Mtoto alipotizama kaanzalia. Baba naye akaanzalia. Mwanangu nisamee. Mtoto hakuweka hasira, akakaribisha mama na akaribisha baba, akaenda leta na mama katika kile kijiji, wakaishi maisha mzuri. Ndio kwa maana inaonekana ndani ya jamaa, baba usiwe makali sana, mama usiwe mkali sana. Sikiliza watoto, labda wenye watakuambia vinaweza vikasaidia jamaa, au wewe ukawaambia ikawasaidia kesho, na hadithi yangu kaishia pale. Shukrani msikilizaji, tunamaliza kipindi hiki. David Biadunia tunashukuru. Tunashukuru Christian Buzangu, tunashukuru pia kwa wasikilizaji ambao walikuwa chonjo ya radio zao wakipokea kipindi Mystère d'Archives ambao tulikuwa tukimpokea Papa Hasani Lada. Ni Hasani Lada. Hasani Lada pia tunashukuru kwa kuja kwa kipindi hiki Mystère d'Archives kunako Uwezo Media. Na mimi nawashukuru sana kuona mlipata akili tena kuniita nipatie watu vitu Mungu alinipa ndani ya kichwa, na sitachoka. Siku nyingine mkiona lazima yangu nipo tu tayari. Asante kwako pia msikilizaji ambao ulifuata kipindi hiki Mystère d'Archives, kipindi ambao kinatolewa na Uwezo Media. Na kama unapendelea zaidi kufuata kipindi hiki, uende kunako chaîne YouTube ya Uwezo Media, uji enregistrer pale, ukommente na upartage kipindi hiki, utakuwa pia unachangia na kusaidia kipindi hiki kwenda mbele. Shukrani pia zimwende Sami Balume ambaye alikuwa akipika picha ya kipindi hiki. Asante msikilizaji, na tuonane siku nyingine.